Wiki kadhaa zilizopita tulipokea taarifa ya kuhusiana na mgomo wa watangazaji wa Wasafi Media ambao baadhi ya watangazaji waligoma kuingia kazini kutokana na kile ambacho walidai malipo ya mshahara wao ambao walikuwa hawajapokea kwa muda sasa. Kuna wale ambao walikuwa hawajapokea kwa muda tofauti tofauti, kuna wengine miezi miwili, wengine mwezi mmoja na vitu kama hivyo. Lakini baada ya muda vipindi vikarejea tena, kwa sababu katika kile kipindi ambacho wengi walikuwa wamegoma kufanya kazi, tunafahamu na waliokuwa wanasikiliza Wasafi FM bila shaka watakuwa wanakumbuka kwamba ilikuwa ni mwendo wa ngoma back to back, yani vipindi vilikuwa haviruki. Sasa baadaye tukaja kushuhudia vipindi vikarejea tena, lakini this time unaambiwa kwamba kuna moja ya barua ambayo imeweza kutumwa pale kwa wale wafanyakazi wa Wasafi ambao wengi walikuwa wameonyesha mgomo kwa kile ambacho walikuwa wanadai kwamba ni haki yao. Na baada ya vipindi kurejea, kumbuka havikuwa vimerejea vipindi vyote, so this time katika kuhakikisha kwamba vipindi vyote vinarejea, kuna ile barua ambayo imeweza kutumwa kwa wafanyakazi wote wa Wasafi Media ili kuhakikisha kwamba wanaipata hii barua. Na aliyetuma hii barua ni Diamond Platnumz, ambaye kama ambavyo tunafahamu yeye ndo anayejulikana kwamba ni mmiliki wa Wasafi Media, ukiachana na kampuni nyingine zilizopo ndani ya WCB. Sasa hiyo barua ameituma kuelekea kwa hawa wafanyakazi wa Wasafi ili mwisho wa siku sasa kuhakikisha kwamba kila ambacho kina trend huku nje kisiwe sababu ya kuonekana kwa watu kwamba Diamond anazidi kushuka zaidi. Sasa nitakwambia kiufupi hii barua ilikuwa inahusu nini, ilikuwa inawaambia nini hawa wafanyakazi. Lakini kabla tujafika mbali zaidi, naomba nikukumbushe mdau wangu wa maana kabisa, hapa ndo mahali sahihi ambapo tutakuwa tunapata updates nyingi zaidi. Kwa hiyo point ya msingi, naomba nikukumbushe kutumia sekunde moja kubonyeza neno subscribe hapo chini ya hii video. Baada ya hapo like video, kisha kwenye comment section utakuja kuniachia maoni yako kutokana na kila ambacho utakomeza kitazama kwenye hii video. Mimi naitwa Gabby Official, hii ni Bongo Vibe. Tuzetu moja kwa moja mwanzo mpaka mwisho kapate kufahamu kweli wote juu ya kila ambacho kinaendelea ndani ya WCB siku chache baada ya vipindi pale Wasafi Media kuweza kurejea. Sasa ni swala ambalo halina doubt. Wengi walikuwa wanajiuliza kwamba mbona kama vipindi pale Wasafi vimesitishwa, kuna nini ambacho kilikuwa kinaendelea? Kumbuka attention kubwa ya watu ni kwenye hili swala la kuhakikisha kwamba wanazima kabisa wasanii wasiweze kupata support yoyote kutokana na mashabiki especially wa Tanzania ambao of course kwa sasa hivi wana machungu mengi sana, lakini pia wanaona wasanii kama vile wasaliti. Sasa moja ya wasanii hao waliopo kwenye hilo sakata ni Diamond Platnumz pia, ambaye na yeye pia sasa hivi alikuwa na mpango wa kutoa ngoma, lakini mambo yakawa magumu zaidi. Sasa inaonekana kwamba hili swala lili affected kwenye media yake pia, kitu ambacho kilipelekea ni kama vile akaacha kuwalipa mishahara ama baadhi ya watangazaji ama wafanyakazi wakawa hawalipi mishahara. Sasa baada ya hilo sakata kutokea na baada ya vipindi kuweza kusitishwa na baadaye vipindi vikaanza kurudishwa kimoja kimoja, hatimaye kuna hii barua ambayo imeandikwa, inasemekana Diamond amewatumia wafanyakazi wa Wasafi Media yeye akiwa kama CEO ili kuweza kuambia ni nini hasa ambacho kipo, lakini pia kwa nini amewatumia hiyo barua. Kiufupi zaidi, barua ambavyo jinsi ilivyokuwa inaeleza kwa mujibu wa mashuhuda wa karibu kabisa ambao mmoja wa watu wenye connection na watangazaji wa Wasafi, nasema kwamba wametumia hiyo barua kuomba kwamba unatakiwa wao wavumilivu katika hiki kipindi, kwa sababu mambo yakikaa sawa basi wataweza kuongezewa mshahara na kulipwa fidia ya hii miezi ambayo walikuwa bado hawajalipwa mshahara. Yani kiufupi ni kwamba wawe watulivu na waendelee kufanya kazi na watakuja kulipwa fidia ya ule mshahara wao. Kwa maana ile miezi ambayo walikuwa hawajalipwa watalipwa mishahara yao kama kawaida, alafu watapewa na fidia nyingine juu ili kuhakikisha kwamba wana compensate na kufuta yale machungu ambao wale wafanyakazi walikuwa nayo katika kipindi ambacho walikuwa bado hawajalipwa. Ni swala halina doubt kabisa kwamba walikuwa wamegoma kufanya kazi na ndio maana vipindi vilikuwa vimeahirishwa. So this time kinachoonekana ni kiko hivyo kwamba Diamond anaambia kwamba wafanye tu kazi kwa sababu mambo yakikaa sawa basi watakuja kupata compensation ya kile ambacho walikuwa wanadai wao, kwa ajili ya kuisoften mioyo yao pia na kufanya kazi ziendelee kwenda vizuri zaidi. Sasa inaonekana kuna kitu ambacho hakiko sawa sasa hivi pale Wasafi, kwa sababu kama mambo ingekuwa fresh manake wote wangepata mishahara yao on time. Hatujawahi kusikia hata mara moja wafanyakazi wa Wasafi wakaweza kugoma, lakini this time wameweza kuonyesha mgomo, japokuwa sio wote, lakini ni kitu ambacho kimewashangaza watu wengi zaidi na kuona kwamba pengine anguko la Wasafi ndio lilikuwa sasa hivi, ukizingatia pia Diamond yupo kwenye hili sakata la wananchi ama fans kutokumuonyesha support ya kutosha sana kwenye kazi zake. So kwa upande wako tuambie una maoni yapi kuhusiana na hiki? Unadhani pengine labda kwa upande wa Diamond kuna anguko fulani ambalo limeweza kutokea, kitu ambacho kimepelekea hili swala kutokea, au unadhani kwamba pengine hawa wafanyakazi waliona mshahara ambao wanalipwa mdogo zaidi? Comment yako ni ipi? Tuambie hapo chini ya hii video, lakini usisahau kusubscribe kwa ajili ya kupata updates mbalimbali.